Kwa jina naitwa Dr. Frank Jongo, ni daktari bingwa wa mfumo wa mkojo. Siku ya leo natamani tuzungumze kidogo kwa kifupi kuhusu tezi dume. Kwa kifupi tunaweza tukasema ni tezi ya mfumo wa uzazi kwa wanaume ambayo inapatikana chini ya kibofu cha mkojo, inazunguka njia ya mkojo, ambayo kazi yake huwa inatengeneza majimaji maalum ambayo yanaitwa seminal fluid, ambayo huwa inachanganyika pamoja na mbegu kutengeneza kitu kinachoitwa manii au kwa kitaalamu semen. Kwa hiyo majimaji yanayotengenezwa na tezi dume huwa yanasaidia kuwa kama ni chakula kwa ajili ya mbegu za wanaume. Chakula kwa ajili ya mbegu za wanaume. Pia maji ambayo maji yanayotengenezwa ambayo ni seminal fluid huwa yanasaidia pia kupunguza asidi kwenye njia kwenye uke, kupunguza asidi kwenye uke ili kuzilinda zile mbegu zisije zikaharibiwa na asidi kwenye uke wa mwanamke. Kwa maana hiyo wanaume wote inabidi wachukulie tezi dume kwamba ni kitu tu cha kawaida ambacho kila mwanaume kama kiungo tuseme, kama nilivyosema ni tezi ambalo kila mwanaume analo, na muda unavyozidi kwenda, umri unavyozidi kuongezeka huwa linakuwa, mara nyingi kitaalamu tunasema linaanza kukua zaidi ukishafikisha miaka 40. Kwa hiyo miaka 40 na kuendelea tezi dume huwa linakuwa. Kwa hiyo linavyokuwa sasa ndio kwa sababu linazunguka njia ya mkojo kama nilivyosema, linaanza kukandamiza ile njia ya mkojo, hivyo kupelekea matatizo ya mkojo kwa wanaume. Na mara nyingi dalili zake kama nilivyosema, likikua ina maana linakandamiza njia ya mkojo. Ina maana wanaume wengi wanaanza kuona tu kuna changamoto kwenye kukojoa. Mkojo zamani alikuwa anakojoa unaruka mbali, taratibu umri unavyokwenda mkojo unaanza kupungua kupunguza kasi ile ya mkojo. Kutokana na tatizo hilo la spidi ya mkojo kupungua, na ina maana mtu inabidi atumie kidogo nguvu ili kusukuma ule mkojo, hivyo anapelekea pia changamoto kwenye kibofu cha mkojo. Hivyo wagonjwa hao wengi huwa mara nyingi wanapata shida za unakuta mwingine anashindwa kuzuia mkojo ukimbana tu kidogo, chooni hajafika tayari mkojo umeshaanza kutoka wenyewe. Wakati huo unakuta wanapata changamoto za kuamka usiku. Wagonjwa wanaamka usiku mara nyingi. Kuta mgonjwa amelala kidogo, baada ya nusu saa moja ameamka anajisikia kwenda kukojoa. Hizo ndio dalili zake. Pia wagonjwa wengine wanapata ile shida akiwa anakojoa anajikamua sana ili mkojo utoke, kwa sababu njia inakuwa imebanwa. Kwa hiyo inabidi mgonjwa ajikamue ili mkojo uweze kutoka. Wakati huo wagonjwa wengine wanasema akimaliza kukojoa bado anahisi mkojo upo, bado anahisi mkojo unabakia. Kwa maana hiyo bado, hizo zote ndizo dalili za kwamba tezi dume linaweza likawa limekuwa. Na kwa kifupi tu nilitaka kuelezea tiba ya uvimbe wa tezi dume ambalo limekwisha kuvimba. Tiba yake mara nyingi itategemea. Tiba inategemea, na kitu kikubwa ambacho tunakiangalia sana madaktari wakati tunatibu huyu mgonjwa, tunaangalia dalili zake. Tunaweza sema kitaalamu severity ya hizo dalili zake. Dalili alizokuwa nazo mgonjwa ndio zinaanzia hapo kwenye maamuzi ya tiba gani tutumie kwenye kutibu mgonjwa mwenye dalili hizo. Kwa kawaida tiba tunaweza tukazigawa kwenye makundi matatu. Tiba ya kwanza ni mgonjwa ambaye yeye anatakiwa tu kubadilisha ile hali yake ya maisha.
Huyu ni mgonjwa gani? Ni wagonjwa wale ambao dalili zake sio kubwa. Mfano, labda yeye kukojoa usiku, anaamka mara moja tu, hapati changamoto labda ile mkojo ukimbana kwamba mkojo ukaanza kutoka kabla hajafika chooni. Kwa hiyo ana uwezo wa kuzuia mkojo vizuri. Kasi ya mkojo imepungua, ndio, kwa sababu kama nilivyosema awali, umri unavyokwenda kasi ya mkojo pia inapungua. Kwa hiyo mgonjwa kama huyu dalili zake sio kubwa sana, sio kali sana hizi dalili. Na maana huyu mgonjwa tunaweza tukamshauri tu kubadilisha ile lifestyle. Cha kumshauri sana apunguze kunywa maji usiku. Mgonjwa asitumie kahawa usiku, asitumie chai usiku. Hivyo ndio vitu ambavyo mgonjwa anaweza akashauriwa. Kuna wagonjwa wale ambao kidogo dalili zake zimekuwa kubwa, na maanisha kwamba mgonjwa labda anaamka usiku mara 7, mara 10. Mgonjwa wakati mwingine anashindwa kuzuia mkojo. Hawa wagonjwa huwa tunawashauri mara nyingi, kuna dawa tunawashauri wanaweza kuzitumia, na dawa hizo akitumia zitaweza kumsaidia akaweza kukojoa vizuri. Ila kuna wagonjwa ambao kwa kweli wanapata changamoto, tezi dume limeziba kabisa njia ya mkojo, wakati mwingine hawezi kabisa kukojoa mkojo, wakati mwingine anakojoa damu, labda mkojo pia unabakia mwingi sana kwenye kibofu cha mkojo. Hawa ni wagonjwa ambao huwa mara nyingi tunawashauri kwa ajili ya operation. Kitu kingine hapa nilitamani kuwafahamisha wananchi kwamba tezi dume, kuvimba kwa tezi dume kunawezekana kukawa tezi dume limevimba tu, au linaweza tezi dume likawa limevimba wakati huo limebadilika kuwa kansa, kuwa saratani. Naweza tu tezi dume likawa limevimba kawaida, au limevimba na limegeuka kuwa saratani. Mara nyingi wagonjwa wakishakuwa wamekwenda kwa madaktari, huwa tunawachunguza, na tukishawachunguza kama kuna viashiria vyovyote vya saratani tunawaambia, na tunaendelea na uchunguzi zaidi. Kama hakuna viashiria, tunakuwa tunatibu tu uvimbe wa kawaida. Labda kwa kifupi, labda naweza nikazungumza tu kuhusu saratani, kwa sababu wagonjwa wengi wakija anasema, daktari tafadhali bwana, mimi tezi dume langu hili naogopa lisije likabadilika kuwa kansa, kuwa saratani, hivyo naomba tu ulitoe tu tezi dume langu. Hapana. Kwa ufupi naweza nikasema hapana. Sio mgonjwa akishafanyiwa operation ya tezi dume inamaanisha kwamba uwezekano wa kupata kansa ya tezi dume umeondoka. Hapana. Uwezekano wa kupata kansa ya tezi dume bado upo pale pale. Kwa maana hiyo sio wagonjwa wote wenye tezi dume wanatakiwa kufanyiwa operation ili kuzuia isije katengeneza kansa. Hicho natamani sana watu wote wakifahamu. Nashukuru kwa kunisikiliza.